Wakazi wa kaunti ya Bungoma na ya mji wa Bungoma hasa wameshangazwa na tukio la jamaa mmoja kushambuliwa na nyuki baada ya kile kinachodaiwa kuwa alitoweka na gari la wenyewe siku chache zilizopita, na mwenye gari akaamua kumfanyia ushirikina. Mwanahabari wetu Austin Wafula anatupasha maajabu hayo ya Musa. Mwanaume huyu kwa jina Francis Kadiga amefikishwa kwenye kituo cha polisi cha Bungoma, huku nyuki hao wakiendelea kumng'ata mgongoni na hata katika sehemu zake za siri. Hata hivyo, polisi wa kituo cha Bungoma walikataa kuzungumza, wakisema bado wanafanya uchunguzi kuthibitisha madai haya ya wizi wa gari, huku mmiliki wa gari hilo akisema kuwa jamaa huyo alimhadaa na kutoweka na gari lake baada ya kukomboa kufanyia shughuli zake. Ilikuwa on Friday. Jamaa akakuja ikawa kwamba akajifanya yeye anahitaji gari za kuhaya premium ama Axiom latest vehicle, gari 5, ya kwamba amepata contract na anataka gari 5, so anaweza kutumia yeye, analipa na sinasafirisha watu wake bila mahali amepata contract. Katika discussion tulikuwa tunaongea katika County Comfort Hotel, tulikuwa tuna vinywaji, nilikuwa nakunywa juice, so ikawa tuna bargain ile pesa atalipa. Tukaelewana ya kwamba atakuwa analipa shilingi 5,000 kwa siku kwa gari 5. Sasa nilikuwa katika mazungumzo, nikaenda kununua credit, nikawaja pins yangu hapo. Kurudi nilipoendelea kunywa, nikaanza kukosa fahamu. Nikamwambia, wewe maliza then unipate hapo, nionyeshe ofisi yako nipate chini kwa gari. Nilipoingia chini kwa gari, sikujifahamu, nilijikuta nikiwa hospitali on Saturday. So nilipotoka hospitali, kitu kanipika, tumeibiwa magari mengi. Kienda kwa polisi, wanafuata kile sipatikani. So mtu akaniambia kuna customer alikuwa nimeleta kwa mganga hapa. Nikafikiria waje tu nikuje kwa mganga. Nilikuja kwa mganga na akanihakikishia baada ya siku 3, siku 2, kama ni nyingi ni 3, huyo mtu ataonekana na hataenda mahali wala hatabadilisha namba plate. Anataka kutengeneza mkoroka akili na atasungukia tu hapa Bungoma. Tena atajikuta tu akidrive mwenyewe, na kifika siku ya 3 ama ya 2, nyuki sitamfamia, atatoka ndani na atajielekeza mwenyewe kwa polisi. Ndivyo imehappen leo. Ndio nimeshuhudia, gari nimeona ni yangu. Huyu ndio mtu nimeona mwenye tulikuwa tunadiscuss naye kwa meza kuhusu biashara. Austin Wafula, West TV, kaunti ya Bungoma. Asanteni sana wasikizaji wapendwa wenye kunisikiza kwa sasa hivi. Kwa majina, mimi naitwa Daktari Mzee Babatiko. Daktari Mzee Babatiko, mimi ni daktari mtaalamu wa miti shamba, natibu magonjwa sugu na kutatua shida aina mbalimbali. Na kwa hivyo wasikizaji wapendwa, vile mkiona hivi katika hiyo ni ofisi mwangu, hizi ndio madawa za kiasili ambapo zenye natumia. Niko na kipawa, niko na wangwana, huwa hutibu magonjwa sugu na kutatua shida aina mbalimbali. Dadangu ama ndugu yangu, wewe ndio umekuwa na shida za kiboma, za kifamilia, za ndoa. Umekuwa na shida za kibiashara, biashara zako zitembei vizuri. Ama umekuwa umeibiwa. Uko na vita katika familia yako. Kuna watu unaona ambapo wanapiga vita, wakupendezei mazuri. Ukinipata mimi Daktari Mzee Babatiko, nitaweza kuona kwamba naleta suluhisho katika maishani mwako. Nitaleta suluhisho katika familia yako. Unajua watu wengi sana waliwachana na hizi mambo na madawa za kienyeji ya utamaduni, wakakosa kujua kwamba kuanzia kitambo makuka zetu
walikuwa kama wanatumia hizi madawa za kienyeji kutibu na kufanya mambo tofauti tofauti. Na kwa hivyo dadangu, wewe umekuwa na shida ya familia ya ndoa, umekuwa na shida ya kizazi, umekuwa na shida ya kifamilia ya ndoa yake imekufa. Kuna mtu ameingililia boma yako na amekuja na kuona kwamba anataka kubadilisha familia yako, apate kuharibu familia ambapo yenye umeunda kwa muda. Ya Afrika apate kuichezea. Dadangu, upate kunitembelea. Nambari yangu ya simu ni +254 nambari zangu za simu ni +254 741 61 1625. Ukishika hiyo nambari yangu ya simu utaweza kuona kwamba umenifikia. Upige upate kuuliza kwa mambo tofauti ambapo yenye hukukuwa kama hujanipata, nitaweza kushughulikia kwa matatizo ya kifamilia. Wewe ndugu yangu umekuwa na mwanamke, mke wako amekutoroka, ama kuna mtu amekuibia mke wako. Umekuwa na shida na biashara, uko na shida kazini, kuna watu wanakupiga vita, wanataka kukusimamisha kazi. Kuna watu wenye wamekuingilia kwa biashara zako, biashara zilikuwa zinatembea vizuri, lakini from nowhere umepata kuona kwamba biashara zako zimerudi chini. Uko na vita kazini, hakuna wenzako wote, hakuna mtu ambapo mwenye yako umoja na wewe. Wanakupiga vita, watu wa familia. Umedhulumiwa, umenunua nyumba ama umenunua shamba, lakini wamekunyanyasa, wamekudhulumu. Kuna kitu unauza, lakini kitu yako umejaribu kuuza kwa miaka, lakini imekataa kuenda. Dadangu ama ndugu yangu, upate kunitafuta. Nambari zangu za simu ndio za maana kwako. Nambari zangu za maana ndio kitu ya maana kwako. Nambari yangu ni +254 741 61 1625. Ukishika hizo nambari zangu za simu zitaweza kukusaidia na kukushughulikia kwa mambo ambapo yenye umekuwa kama inakutatiza na kukusumbua katika maishani mwako, familia yako. Kwa mengi upate kunitafuta. Kama sijataja shida yako yenye inakusumbua, unitafute. Tutaweza kuongea na nitakueleza vile nitakusaidia. Asanteni sana.